Tundu Lissu amefikishwa mahakamani muda huu majira ya saa 3:30 asubuhi jijini Dar es Salaam leo. Hali si ya kawaida, huku mamia ya Watanzania sasa wakikusanyika kusikiliza kesi ya Tundu Antipas Lissu katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Na muda huu vile John Heche amezungumza na kufichua ukweli mzito kuhusu kesi hii ya leo ya Tundu Lissu. Vile mtazamaji, habari zimefichuka kuhusu kipi au nini kitaendelea mahakamani leo, na kesi hii inatarajiwa kuendelea mpaka tarehe ngapi mfululizo. Kabla ni kutaarifu hayo yote, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like kisha subscribe. Tundu Lissu yuko mahakamani hivi sasa. Asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 10 Agosti mwaka wa 2026 majira ya saa 3:30 hivi, mwenyekiti wa upinzani wa Tanzania ambaye anashikiliwa kizuizini gerezani Ukonga amefikishwa katika mahakama kuu chini ya ulinzi mkali, huku mamia ya maafisa wa magereza wakimsindikiza. Baada ya miezi 16 ndani ya gereza la Ukonga, baada ya kunusurika jaribio la mauaji mnamo mwaka wa 2017, baada ya kujitetea mwenyewe katika kesi inayoweza kuleta adhabu ya kifo bila kuwa na timu kamili ya wanasheria, baada ya kushinda katika mahakama ya rufaa mara mbili, baada ya mkewe kukaa karibu mwaka mzima bila kuweza kumwona mume wake au kuzungumza naye, na baada ya katibu mkuu wake kuiomba hadharani Tanzania iombe afya yake Tundu Lissu inayozidi kudorora, leo Tundu Lissu yuko tena mahakamani. Na safari hii Chadema imetoa wito kwa umma: njooni kwa wingi, kuweni hapo Dar es Salaam, shuhudieni kila kitu kinachoendelea. Chama hicho kimetoa wito huo kwa wanachama wake, wafuasi, wadau wa demokrasia na wananchi wa kawaida kujitokeza katika mahakama kuu ya Tanzania na kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo wenyewe. Wito huo si wa kawaida au wa kiutaratibu tu, una lengo la kimkakati. Chadema inaelewa kuwa mahakama iliyojaa wananchi wanaofuatilia kesi hufanya kazi kwa namna tofauti, ile ambapo shughuli za mahakama hufanyika pasipo watu wengi kufahamu. Chadema inataka Watanzania wenyewe wawe sehemu ya kumbukumbu ya matukio yanayofanyika ndani ya chumba hicho cha mahakama. Hata hivyo, mtazamaji, vikao vya kesi vilivyopangwa kufanyika leo ni sehemu ya ratiba endelevu mfululizo ambayo Chadema inasema itaendelea hadi tarehe 7 Septemba mwaka wa 2026. Kwa hivyo kuna uwezekano kesi hii inayoanza leo tarehe 10 Agosti itaendelea mfululizo bila kusimama au kuahirishwa hadi tarehe 7 Septemba. Tarehe hiyo sasa ndiyo hatua muhimu inayofuata katika kesi hii, kesi ambayo tayari imezua mabadiliko mengi ya kisheria, migogoro mingi ya kiutaratibu na majibu mengi kutoka kwa taasisi mbalimbali kuliko karibu kesi yoyote ya jinai katika historia ya Tanzania. Tundu Lissu, hata hivyo, mtazamaji, ni kukumbushe tu, alikamatwa mnamo tarehe 9 Aprili mwaka 2025 na amekaa gerezani kwa zaidi ya siku 400 bila uamuzi wowote kufikia hatima. Hata hivyo, kufuatia mkutano wa hadhara wa Chadema mjini Mbinga, mkoa wa Ruvuma, na kushtakiwa kwa kosa la uhaini, kukamatwa huko kulifanyika wakati wa kampeni ya Chadema iliyofanyika ikiendeshwa kwa kauli mbiu ya no reform no election. Tangu wakati alipokamatwa Tundu Lissu, Lissu amekuwa akipambana na kesi hiyo mara kwa mara, ikiahirishwa mara kwa mara akiwa ndani ya gereza la Ukonga. Alichofanikisha Tundu Lissu hadi sasa kutokana na nafasi hiyo ni cha ajabu kwa kipimo chochote kile. Alichofanikisha kutoka kwa nafasi hiyo ni cha ajabu kwa kipimo chochote kile. Tundu Lissu alipinga mpango wa mashahidi wa siri na mahakama ikaamuru uvunjwe, ikitoa uamuzi kwamba giza halina nafasi katika kesi ya uhaini. Ushahidi wa mtaalamu wa uchunguzi wa kidijitali wa upande wa mashtaka pia ulikataliwa. Vile alizuia ushahidi wa video ambao upande wa mashtaka ulitaka kuwasilisha. Haya yote ninakueleza kwa sababu yanaonyesha jinsi Tundu Lissu yuko imara na jinsi ambapo anaonyesha dalili ya kuweza kushinda kesi hii hatimaye. Vile Tundu Lissu aliwasilisha na kutetea hoja yake ya awali ya kupinga jaribio la mkurugenzi wa mashtaka DPP la kumwongeza shahidi mpya Amin Mahamba katika kesi hiyo, na Tundu Lissu aliweza kushinda dhidi ya DPP na Tundu Lissu akafanikiwa kushinda katika ngazi ya mahakama kuu.
DPP alipopeleka rufaa dhidi ya uamuzi huo katika mahakama ya rufaa kwa kuwasilisha maombi ya mapitio ya kesi ya jinai nambari 72-03216 ya mwaka 2026. Vilevile Tundu Lissu alipinga hoja hiyo na kuweza kumshinda DPP tena kwa mara nyingine mahakama ya rufaa. Mahakama ya rufaa ilitupilia mbali maombi ya DPP ya serikali mnamo Julai tarehe 30, ikimpa Tundu Lissu ushindi mwingine. Tundu Lissu sasa hivi anaonekana kushindikana kabisa. Sasa upande wa mashtaka lazima uendelee na ushahidi ulionao, ushahidi ambao umepingwa kwa utaratibu na kwa sehemu kubwa kuondolewa mahakamani kutokana na juhudi za Lissu kujitetea mwenyewe akiwa gerezani. Upande mwingine, mtazamaji, John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, amezungumza na kuelezea hali ya Tundu Lissu na kesi yake kwa namna inayoeleweka vyema na yoyote anayefuatilia kesi hii. John Heche alisema Lissu amekuwa kizuizini kwa mwaka mmoja sasa bila, kwa mtazamo wake, kosa lolote linalohalalisha kuendelea kushikiliwa kwake katika hali hiyo. Mtazamo huo unaungwa mkono na kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuiliwa kwa watu kiholela, ambacho kimeamua rasmi kuwa kufungwa kwa Tundu Lissu ni kinyume cha sheria. Pia unaungwa mkono na Jumuiya ya Madola Commonwealth, ambayo iliweka suala la kuzuiliwa kwake Tundu Lissu kama moja ya madai makuu katika agizo lake la mwisho la siku 30. Vilevile unaungwa mkono na Alicia Lissu, mkewe anayeishi Ubelgiji, ambaye hajapata fursa ya kuzungumza au kumwona mumewe Tundu Lissu kwa karibu mwaka mmoja sasa. Heche pia alisisitiza msimamo mpana wa Chadema kwamba chama hakitabadilisha msimamo wake kuhusu masuala ya haki za raia, kwamba chama kitaendelea kusema kwa uwazi popote kinapoona kuna changamoto zinazohitaji kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria na katiba. Ujumbe huo uliotolewa na John Heche muda huo huo Lissu anafika mahakamani ni ukumbusho kwamba vita vya kisheria ndani ya mahakama kuu na vita vya kisiasa nje ya mahakama hiyo vinaendelea sambamba, na Chadema imedhamiria kuendeleza mapambano yote mawili kwa wakati mmoja. Katika mazingira hayo, Tundu Lissu anaingia katika mahakama kuu ya Tanzania asubuhi ya leo chini ya ulinzi mkali. Uwepo wake hapo wa kimwili uliothibitishwa kwa video na kushuhudiwa wenyewe ni ujumbe tosha. Tundu Lissu amekuwa gereza la Ukonga kwa miezi 16. Afya yake imeelezewa na katibu mkuu wa Chadema kuwa si nzuri vile. Mkewe pia amedai kwamba hawezi kuwasiliana naye. Taasisi za kimataifa zimetangaza kuwa kuzuiliwa kwake ni kinyume cha sheria na bado anaendelea na mapambano mahakamani. Tarehe 7 Septemba kama ilivyotangazwa, ambayo Chadema imetangaza kuwa hatua muhimu inayofuata ina umuhimu unaovuka mipaka ya kalenda ya kisheria pekee. Mwezi Septemba mwaka huu 2026 pia ndio wakati ambapo Jumuiya ya Madola imepanga kufanya mkutano wake ujao wa dharura kuhusu Tanzania ili kupokea taarifa ya maendeleo kuhusu iwapo matakwa yaliyotolewa mwezi Julai yenye muda wa mwisho wa siku 30 yametekelezwa. Kesi ya Tundu Lissu na tathmini ya kitaasisi ya Jumuiya ya Madola kuhusu hali ya kidemokrasia nchini Tanzania vitaendelea sambamba mwezi huu wa Septemba.